السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Naam, ndugu zangu, kama ilivyo ada na kawaida, leo ni wakati mwingine tena tunaendelea katika darasa zetu, na hasa katika ilmu al-fizyai al-Qur'an, kwa maana maarifa ya ilmu ya sayansi ya Qur'an. Lakini atambulike haya ni matunda kutoka katika chuo cha Ghazal Muslim School, chuo ambacho kilichoasisiwa mnamo mwaka 1943 katika mji wa Kigoma Ujiji, maeneo ya Kabondo, lakini kikiwa chini ya uasis kutoka kwa Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe pamoja na Sheikh Umar Himidi Mkunda. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie makaburi yao yawe ni viwanja miongoni mwa viwanja vya peponi, Allahumma amin. Lakini kadhalika tukiwa chini ya silsila na taaluma kutoka kwa Sheikh Mustafa bin Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe pamoja na Sheikh Dabbasi bin Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awape umri mrefu kabisa wenye kheri, salama, amani na mafanikio, kwa kuwa wao wametufunza sisi haya, nasi tunakumegea kidogo katika yale ambayo tumeyasoma kutoka kwa mashekh zetu. Ndugu zangu, tulipokuwa pale Ghazali Muslim School, tuliposoma aya inayopatikana ndani ya Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala anasema waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy, na tumejalia kutokana na maji kila kitu kimekuwa hai. Tuliposoma aya hii, mashekh zetu walituambia tuweke mstari katika neno linaloitwa alma, kwa maana maji, alafu kisha tuanze na rumuzul ilmi, kwa maana alama za ilmu, na tuanze na kitu kinachoitwa aslul mas'ala, asili ya uwepo wa hayo maji yenyewe. Nyinyi mnakumbuka tumwahi kusoma somo hilo eh? Tukasema maji ni nini? Tukasema maji ni muunganiko wa hydrogen na oxygen, kwa maana dhara mbili za hydrogen, atom mbili za hydrogen na atom moja ya oxygen, vikiungana hivi kunapatikana kitu kinachoitwa dharta, kwa maana mgandamizo na kiwango cha joto, vikiungana kwa pamoja kunapatikana asawail, kwa maana kimiminika ambacho sisi tunaita nini? Maji. Katika masala ya sigha katika ilmu al-kimya, masala ya sigha katika ilmu al-kimya, wao wameweka alama ya H2O, maana yake hydrogeni mbili na oksijeni moja, panapatikana maji biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunakwenda sawa hapo eh? Sasa mashekhe zetu wakatuambia kwa nini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amesema waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy, na tumejalia kutokana na maji vitu vyote au vitu vingi vimepata uhai. Tukasema miongoni mwa mambo ya kubainisha na kudhihirisha ukubwa na uzuri na utukufu wa Qur'an, tukasoma ahmiyatul ma'i fi jismil insan, umuhimu wa maji katika maisha ya mwanadamu. Tunakwenda sawa sawa? Umuhimu wa maji katika maisha au uhai wa mwanadamu. Sawa? Kama shekhe zetu wakatuambia yuaddu al-ma'u muhimman min al-mukawwanati al-haykaliya liljildi walghadarifi walansijati wala'dha. Hapo tunakwenda vizuri eh? Tunasema yuaddu al-ma, yamefahamika maji kwa maana H2O, kwa maana dhara mbili za hydrogen na dhara moja ya oxygen, tukapata dhabt, mgandamizo, yakapatikana sawail, kimiminika ambacho ni
maji, mashekhe zetu wakatuambia yuaddu lma, yamefahamika maji muhimman min almukawanati alhaikalia liljildi, ni kitu muhimu sana 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 kinachoweza kubakisha ngozi ya mwanadamu ibaki kuwa salama na katika umbile lake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy, sawa. Lakini wal ghadharif, na katika ghadharif zile ghudrufia, sawa, katika mifupa laini ambayo inaunganisha baina ya mfupa na mfupa, hapa katikati ya mfupa na mfupa kwenye maunganio kuna vitu vinavyoitwa ghadharif, yani ule mfupa laini unawekwa kwa ajili ya kuzuia istidam, msuguano wa mfupa na mfupa. Basi zile ghadharif Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezijalia zina kiwango cha maji biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy, Allah anasema amejalia kutokana na maji vitu vyote vimepata uhai. Lakini kadhalika wal ansija, na tishu ambazo zinapatikana katika mwili wa mwanadamu. Tukizungumzia tishu tunazungumza vitu vingi sana katika mwili wa mwanadamu. Kwa mfano ngozi ya mwanadamu, hii ngozi kabla haijatandikwa ngozi inaanza kuwekwa tishu, kwa maana zinasukwa zile nyuzi nyuzi, hii inaitwa al ansija, ndio tishu za huyu mwanadamu, pia zina kiwango cha maji biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wal a'dha, na viungo mbalimbali vina kiwango cha maji katika mwili wa mwanadamu. Allah anasema waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy, na tumejalia kutokana na maji vitu vyote vimepata uhai. Tunakwenda sawa? Tunakwenda sawa sawa? Wayatamidu kullu udwin min a'dha'i jismi al-insani 'ala al-ma', na viungo vyote katika mwili wa mwanadamu vina kiwango cha maji. Si tunakwenda sawa sawa hapo? Viungo vyote katika mwili wa mwanadamu vina kiwango cha maji. Kwa mfano nitataja baadhi. Kuna 85% ya maji minadimaghi katika ubongo wa mwanadamu. Katika ubongo wa mwanadamu kuna vitu vinavyoitwa asailu dimaghiyu. Asailu dimaghi ni urojo unaopatikana katika ubongo wa mwanadamu, na huu urojo ni muhimu sana. Tunakwenda vizuri? Ndio unamfanya mwanadamu awe mwanadamu. Maana yake urojo ukiwa na shida, mwanadamu unakuwa azbani, akili inakuwa ieleweki, na inawezekana pia ukapoteza viungo katika mwili. Kwa hiyo ni sehemu muhimu sana, tutakuja kuiona katika darasa za mbele. Tusemeni insha Allah. Sawa? Kwa hiyo 85% minad-dimagh, yani maji katika ubongo wa mwanadamu ni 80 na ngapi? Na 5. Lakini kadhalika katika damu, yani maji katika damu ni 90%. Katika damu ya mwanadamu maji yanapatikana kwa 80 ngapi? Wakati mwanadamu ini lake linatengeneza damu katika sehemu inaitwa hadbatul kabid, katika sehemu ya juu ya ini la mwanadamu, wakati damu inatengenezwa pale, huwa inatengenezwa kitu kinachoitwa damu ghairu tammin nadij, yani damu ambayo haijaiva vizuri, na hii inaitwa albalazimu dam, kwa maana plasma katika damu. Tunakwenda sawa sawa hapo Ile plasma ni nini? Zalalu dami, ni ule utelezi unaopatikana katika damu ya huyu mwanadamu. Ule utelezi unakuwa kama grisi ambayo ya kulainisha wakati damu inatembea katika mishipa ya damu, na iende vizuri, isiwe ni damu inayokwama. Tunakwenda vizuri Na hapa hata wataalamu wa mechanics wakachukua taaluma kutoka hapo, ndio katengenezwa grease kwa ajili ya kutengeneza vilainishi katika vyuma, ili vyuma visifanyeje? Visisagane. Tunakwenda sawa? Sisi tumekalia katika mambo ya ovyo ovyo badala kuisoma Qur'an vizuri, tupate neema na fadhila zilizokuwa kubwa hapa duniani na akhera biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunakwenda sawa? Kwa hiyo damu ina 90% ya maji katika mwili wa huyu mwanadamu. Mwenyezi Mungu anasema waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy, kutokana na maji kila kitu kimepata uhai. Lakini kadhalika kuna 75% minal adhalat, katika viungo vinavyoitwa al-adhalat, yani viungo vyenye tabia ya kuwa ni misuli. Kwa mfano dhakari ya mwanaume ni msuli, sawa, unaitwa msuli,
sio nyama, ni msuli ule. Tunakwenda? Lakini ipo misuli mingi sana katika mwili wa mwanadamu, sawa, mingi tu. Sasa zile zote zenye asili ya kuwa hii ni misuli, basi kadhalika ina asilimia 75 ya nini? Ya maji. Mwenyezi Mungu anasema waja'alna minal ma'i kulla shay'in hai, na kutokana na maji Mwenyezi Mungu amejalia kila kitu kimepata uhai. Lakini kadhalika kuna asilimia 82 minal kila, yani maji yana asilimia 82 katika figo za mwanadamu. Figo za mwanadamu zina kazi zaidi ya 100. Tunakwenda vizuri eh? Na mwanadamu ana figo mbili, moja ipo kushoto na nyingine ipo kulia. Figo ya upande wa kushoto ni kubwa zaidi ukilinganisha na figo ya upande wa kulia, na figo inafanana na umbo la maharage namna yalivyo, ndio figo inafanana hivyo. Kwa hiyo mwanadamu ana figo ngapi? Kulia na kushoto. Figo ya kushoto ni kubwa kidogo ukilinganisha na figo ya upande wa kulia, na kuna maana maalum. Tunafikiri tushawahi kusoma somo la figo eh? Sasa katika mazingira kama haya, katika hii figo ya mwanadamu ina vitu vinavyoitwa alhaliban. Kuna mirija miwili, mmoja wa kulia, mmoja wa kushoto, imetoka katika figo inakwenda katika sehemu inaitwa almathanna, kibofu cha mkojo. Wakati figo inafanya kazi zake vizuri kabisa, basi inachuja vile vinavyohitajika kuchuja, tutaona hapa mbele. Alafu kisha baada hapo inapeleka katika sehemu ya kibofu cha mkojo. Basi kibofu cha mkojo, yale maji yatakaa gramu 300 mpaka 400, yatafanya dhagtu katika judranu almathan, kwa maana watafanya mgandamizo katika kuta za nini, za kibofu cha mkojo. Alafu wewe ndio unajisikia ngoja nende nikatabaraz kidogo, nikatabawal, unakwenda unafanya haja katika mazingira kama haya. Na ukifanya haja, manake ukienda haja ndogo, ile haja ndogo inayotoka ujue ni sumu, ile ina uric acid. Tunaelewa? Tunaenda sawa sawa? Uric acid kama ikibaki katika mwili wako, unaweza ukafiri mbali na habari kaishia hapo. Lakini Allah amekuwekea utaratibu, maji yale unayokunywa yakichafuka humo ndani yakabadilika yakawa uric acid, Mwenyezi Mungu amekujalia unayatoa nje ili wewe ubaki kuwa salama. Tunakwenda sawa sawa? Na ndio maana utaona mtu akikojolea katika chuma, pap, baada ya masiku 2-3 kakitazame kile chuma, utaona kimepata kutu na kinaanza kulika kile chuma. Kwa nini? Uric acid ambayo inatoka katika mwili wako kupitia katika mazingira hayo. Sasa asilimia 82 ya maji katika mwili wa mwanadamu minal kila inapatikana katika figo za huyu mwanadamu. Sawa? Waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy. Lakini asilimia 22 minal idham ya maji inapatikana katika mifupa ya mwanadamu. Waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy. Kutokana na maji kila kitu Allah amejalia kuwa hai. Lakini katika mazingira yote haya walimu zetu wakatuambia yushakilu alma'u hawali 60% min jismi al-insani. Akasema mwili mzima wa mwanadamu una asilimia 60 ya maji. Mwili wote wa mwanadamu una asilimia ngapi? 60 ya maji. Wayalabu duran muhimma fi mukhtalifi al-amaliyati al-hayawiyya. Na maji huwa ni sehemu muhimu sana inayozunguka katika mwili wa mwanadamu ili kufanya uhai na maisha ya mwanadamu yaweze kuendelea. Amesema kweli Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema waja'alna minal ma'i kulla shay'in hai. Amejalia kutokana na maji kila kitu kimepata uhai. Kama yuaddu daruri litanzimi tawazuni al-amlahi wal-kahrul. Lakini kama jinsi ambavyo imefahamika na kutambulika, maji ni muhimu sana litanzimi tawazuni al-amlahi wal-kaharul, kwa ajili ya kupangilia mfumo wa chumvi katika mwili wa mwanadamu. Sawa? Inahitajika chumvi kwa kiasi gani? Tunakwenda vizuri eh? Katika mwili wa mwanadamu wal-kaharuli. Tukizungumzia kaharul tunazungumzia mifumo ya umeme katika mwili wa mwanadamu. Bila maji taratibu za umeme katika mwili wa mwanadamu haziendi sawa. Yeye tulisoma yale mawimbi yanayotumwa katika ubongo wa mwanadamu Kila baada ya dakika ya sekunde ngapi? 12 kunatumwa mawimbi katika ubongo, mawimbi ya umeme.
Alafu ubongo katika kila sekunde 23 mpaka 24 unarejesha yale mawimbi katika mwili wa mwanadamu. Kuna kwa baina dhahabi wal iyab, kuna mawimbi yanayopelekwa na yanayorudishwa ya umeme. Maji yana kazi kubwa katika kulifanya hilo katika mwili wa mwanadamu. Allah anasema waja'alna minal ma'i kulla shay'in hai, na kutokana na maji Mwenyezi Mungu amejalia maisha yanakwenda sawa sawa. Al-kaharul, sawa. Lakini hii al-kaharul inapatikana wapi? Baina dakhili khalia wa kharijiha, baina ya ndani ya zile chembe chembe zinazopatikana katika mwili wa mwanadamu na nje yake. Nje ya chembe chembe kunapatikana mifumo ya umeme, ndani ya chembe chembe kunapatikana mifumo ya umeme. Nyinyi mnajua, tushasoma umeme namna unavyozalishwa katika mwili wa mwanadamu kupitia zile khalia, chembe chembe, ambao ndani ya zile chembe chembe kuna atom, na ndani ya zile atom kuna salbia wal ijabia. Kuna aina ya sumaku al-kahrul maghnatisia, ambayo pia al-kahrul maghnatisia inazalisha nini? Umeme katika mazingira kama. Ukisoma Qur'ani vizuri, unaweza kukaa nyumbani ukatengeneza mazingira, ukatengeneza umeme wako mwenyewe, wala una haja umeme wa mtu. Hauna haja kabisa ukisoma vizuri Qur'an. Lakini ukitumia Qur'an unasoma matini tu eti dalili hiyo, umefeli wewe. Matini tu, waja'alna minal ma'i kulla shay'in hai, na kutokana na maji basi kila kitu kimekuwa hai. Tayari washatoa dalili, shekhe mkubwa unaradi watu. Kwa mazingira kama haya, waja'alna minal ma'i kulla shay'in hai, maalumati ni kuingia ndani ya aya, ndio dalili. Dalili sio matini tu na kutafsiri eti ndio dalili. Haiwezi kuwa dalili kwa mtindo huo. Tunakwenda sawa sawa? Kwa hiyo mambo lazima yawe vizuri. Asa miongoni mwa kazi za msingi za maji katika mwili wa mwanadamu, tasoma chache tu leo. Moja, tanzimu darajat hararati aljismi an tariqi amaliyati ta'arruqi. Moja katika kazi zake za msingi ni kupangilia kiwango cha joto katika mwili wa mwanadamu an tariqi amaliyati ta'arruqi, kutokana na mifumo ya namna ambavyo Mwenyezi Mungu amejalia mwili. Ukiuona unatoa jasho, maana yake unapambana katika kupunguza kiwango cha joto katika mwili wa mwanadamu. Ili jasho unaliona linatoka, maana yake mwili unapambana kupunguza joto mwilini mwako. Tunakwenda sawa sawa? Kwa sababu kama haitokuwa hivyo, inawezekana ukafiri ile mbali, kazi yako imekwisha. Kwa hiyo ukiona jasho inatoka, maana yake joto linapozwa katika mwili wako biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunakwenda sawa sawa? Amaliyatu ta'arruqi hiyo. Wallati tabrudu aljisma, kazi ambayo hii inapofanyika inapoza mwili fi darajati alhararati almurtafi'a, pale ambapo kiwango cha joto linapokuwa limepanda zaidi. Ndio mtu anatokwa na nini? Na jasho. Jasho maana yake nini? Ni kupoza kiwango cha joto. Mwili wa mwanadamu unahitaji nyuzi joto 37 miwia. Unahifadhi kiwango cha joto cha 37 miwia. Sawa? Ikizidi 38, 39, ikifika 40 lazima upate homa. Mwili uanze kuwa haueleweki, yani joto limekuwa kali zaidi. Ikifika 42, hatari, temperature iko juu. Hatari hiyo. Kwa hiyo hata ukifika hospitalini, madaktari watachokifanya kwanza kabla ya kukupa madawa kutibia ni kushusha kwanza kiwango cha nini? Cha joto. Kwa sababu wakianza na wewe hivyo hivyo, utakwenda shekhe. Kwa lazima kwanza washushe kwanza kiwango cha joto, ndipo saa mengine afanyeje? Yaendelee. Kwa sababu maji yatakauka, kila kitu kitakuwa shida katika mwili iwapo joto litakuwa ni kali zaidi katika mazingira kama haya. Tunakwenda sawa? Kwa hiyo miongoni mwa kazi yake ni kupangilia mfumo wa joto katika mwili wa mwanadamu. Amesema kweli Allah, waj'alna minal ma'i kulla shay'in hai. Sasa hapa watu wataalamu wakasoma njia nzuri. Mwili unapokuwa umezidisha joto, nini wafanye ili kupoza lile joto, matibabu yaendelee biidhnillah? Ni Qur'ani hiyo. Sisi tuko wapi katika masomo haya? Zaidi ya kusoma matini na kutafsiri kusha habari. Hii ni hatari ndugu zanguni. Kwa hiyo hata nyinyi wanafunzi wangu, msiwe waumini wa kusoma matini tu na tafsiri eti tayari habari imekwisha, tayari we shekhe. Tusome maalumati yaliokuwa na tuyafanyie kwa utendaji. Mimi ukifika nyumbani na kamtambo kangu nimetengeneza, napiga umeme, siku umeme hamna, basi mimi nawasha mambo yangu tu pale kwa mujibu wa Qur'an. Mashaallah. Ni Qur'ani hiyo. Mimi sijasoma haya masomo yenu, nasoma hapa mimi. Tunakwenda sawa? Lakini jambo la pili, almusahamat fi takhallus minas sumum.
Maji katika mwili wa mwanadamu ni muhimu sana katika kuondosha sumu mwilini, walmawaddi dharra, lakini kadhalika vile vile kuondosha baadhi ya madini yenye madhara. Unajua jasho inapotoka katika mwili wa mwanadamu inatoka na kiwango cha sodium, kiwango cha chumvi katika mwili wa mwanadamu. Ndio maana ukilamba hivi jasho utaisikia ina ladha ya chumvi, sodium hiyo. Mzee Rama, tuko sawa? Haya mambo ndio yanakwenda katika hali ya namna hiyo, na hii inakuwa fi jismi biwasitatil kila, kupitia katika figo ya mwanadamu, wa amaliyatai, na figo ya mwanadamu katika utendaji wake ya kazi za aina mbili, al-ikhraji wa ta'arruqi, katika kuondosha sumu mwilini, huondosha mkojo. Tunakwenda sawa? Naam. Ndio maana utaona mtu ambaye ana tatizo la ashalalul kulyawi, kufeli kwa figo, maana yake ni nini? Inakuwa hivi: wakati mwili unafanya kazi zake, ini limefanya kazi zake, kongosho ile wanaita at-tahal, bandama imefanya kazi zake. Sasa maji yale yanachukuliwa yanapelekwa katika sehemu ya figo za huyu mwanadamu. Figo zishapoteza utendaji, hazina uwezo tena. Zinachofanya ni kuchukua yale maji na kupeleka moja kwa moja katika kibofu cha mkojo, bila kuchuja, bila kufanya chochote. Kibofu cha mkojo ikipokea tu yale maji, kinasema hapana, mzee figo, hujafanya kazi yako. Kinachofanya inarudisha yale maji katika figo, ili figo ifanye nini? Ifanye kazi yake, ndio ipeleke pale. Ikisharudishwa pale katika figo kwa kuwa haina uwezo tena, inachofanya ni kuyatawanya yale maji katika mwili. Ndio utaona mtu tumbo linajaa, miguu inavimba, uric acid inakuwa imeenea katika mwili mzima. Hii ni hatari sana katika mazingira kama haya. Figo zinapofanya kazi ya al-ikhraj wa ta'arruq, tumesema figo ina kazi zaidi ya 100, sawa? Lakini hizi ni chache. Ikhraj wa ta'arruq maana yake ni kutoa yale maji na hata kutoa jasho katika mwili wa huyu mwanadamu. Tutamalizia na hili la mwisho leo, alafu mengine tutaendelea katika darasa lijalo. Jambo la tatu, takwinu luabi, ni kutengeneza luab. Yani ukinywa maji, basi ufahamu haya maji katika mwili wako yanakwenda kutengeneza kitu kinachoitwa al-luab. Luab ni maji yenye utelezi kwa kazi maalum. Tunakwenda sawa? Ni maji yenye nini? Yenye utelezi. Hiyo inaitwa luab, sawa? Walladhi yahtawi ala enzimat, na ambapo hii luab inapozalishwa katika mwili wa mwanadamu inatengeneza enzim. Tunakwenda sawa? Enzim kazi yake ni kwa ajili ya kulainisha au kusaidia inhidham, umeng'enyaji wa chakula katika mwili wa mwanadamu, hasa katika tumbo la mwanadamu. Mzee Rama, katika tumbo lako kuna vitu vinavyoitwa asailul ma'wiyu. Asailul ma'wiyu nyinyi mnaita gastric juice. Hii ina kazi ya msingi sana ya kumeng'enya chakula biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Yani usipokuwa daktari wewe kwa kuisoma Qur'an, basi wewe utakuwa kameme kweli kweli kwa matini tu. Na nyinyi msio waumini wa kusoma matini na kutafsiri eti dalili. Someni Qur'an ndani, sawa? Ili mambo yaweze kwenda vizuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala, sawa? Kwa hiyo hii luabi ni nini? Tumesema luab ni maji yenye utelezi, sawa, ambayo yamehifadhi ndani yake kuna enzimat, enzim, ambazo enzim kazi yake ni kumeng'enya au kuozesha kile unachokula. Tunakwenda sawa sawa? Wal mawadi dharuriya lihadmi at-ta'ami wa himayati al-fam, ambayo ni muhimu sana katika kumeng'enya chakula, lakini kadhalika na kulinda mdomo wa mwanadamu. Huu mdomo, ukiutazama mdomo wako una unyevunyevu, una mate. Hayo mate yana luabu, yana utelezi, na ndani yake kuna enzim. Na haya mate yanazalishwa wapi? Chini kidogo ya sikio lako hapo kuna kajisehemu, kikagusa hivi utasikia kama ganzi, sio ganzi, kama maumivu sio maumivu. Hapo ndo kwenye kisima chenyewe kinachozalisha enzim hiyo au luab. Alafu hii luab sasa ikishazalishwa hapo inashuka kidogo, inakuja chini ya ulimi wako, kuna mirija miwili kushoto na kulia. Hii inaitwa kalmajra, yani kama vile nini? Yani kama vile mifereji ambayo inachukua sasa ile enzim na kupeleka pale katika mdomo mwanadamu, ili mdomo wako usiwe mkavu, uwe katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo yale mate yana luab
mate yana enzyme. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia katika hali ya namna hiyo. Kinachofanya yapatikane haya ni nini? Ni maji. Tunakwenda sawa sawa. Allah ndo anasema waja'alna minal ma'i kulla shay'in hai. Kutokana na maji kila kitu kimekuwa sawa sawa katika swala zima la uhai. Kwa hiyo tunapoisoma Qur'an lazima tuisome Qur'ani harfiyan. Kwa maana tuisome Qur'ani nje ndani. Sio tuisome Qur'an kwa matini na tafsiri alafu tunatembea. La, sio hivyo. Lazima tuisome Qur'an. Ukisoma Qur'an ukakosa kuwa wewe ni mechanics mzuri kwa kutumia Qur'ani tu, basi wewe utakuwa poyoyo. Yaani Qur'ani huijui, ndo maana yake. Na ukisoma Qur'an usipokuwa daktari mzuri, basi wewe unachekesha. Wallahi mimi najaribu sana kuwasoma baadhi ya wanavyoni, utabaini. Kwa mfano kuna mwanachuoni anaitwa Ibnul Qayyim. Huyu mwamba huyu ukimsoma vizuri utabaini kwamba alikuwa sio mbugira wa kunukuu mambo tu. Alikuwa ni mtu ambaye anakwenda dika sana. Soma kitabu chake kinachoitwa Tibun Nabawi. Atibun Nabawi, soma kile kitabu. Ndio utajua kama yule jamaa alikuwa sio mbugira. Haya yote tunasema yeye anayajua. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Na mwisho kabisa niseme Mwenyezi Mungu tunakuomba warehemu wazazi wetu pamoja na mashekh zetu, kwa kuwa wao ndio chachu ya sisi kuyajua haya, kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya rabbal alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, shukran sana kwa darasa zuri, na tumeielewa vizuri aya ambayo imeashiria kwamba ili mtu awe, ili viumbe wawe hai wanahitaji kupatikana kwa maji. Lakini sasa tumeona mgawanyo wa maji Sahihi katika hatua mbalimbali. Sawa. Na baada ya kuona hizi hatua za mgawanyo wa maji tukaona ubongo una 85% Sahihi ya maji. Sahihi. Sasa lakini pia tukaona kuna mgawanyo mwingine wa maji hayo yaliyo ndani ya mwili ya viumbe wa wanadamu para 90% katika damu. Tukaona pia baada ya damu tukaja tukaona kuna 75% katika misuli ambayo inaweza kukunja na kukunjua. Sahihi. Tukaja tena tukaona hapa kuna 82 katika figo za mwanadamu. Tukaona sasa jumla ya mwili wote tukaona pia 22% ya maji katika mifupa. Lakini tukaona sasa mwili mzima una 60%. Hizi zimetoka wapi? Sasa swali langu liko hapa. Tunaona kama ubongo ni mdogo, una kiwango chake cha maji ili kiweze kufanya utendaji. Sasa swali langu liko hapa. Tunaona haya maji ili yaweze kufanya kazi vizuri yanatakiwa yawe na al-luabi. Naam. Sasa je, swali ni kwamba kila palipo na kiwango cha maji katika mwili wa mwanadamu lazima ili luabu iwepo au inapokuwa kazi yake ni kuzalisha hawa enzymes kwa ajili ya kusaidia au wanakuwepo kwa niaba, kila sehemu wanakuwa wanafanya kazi zake kulingana na eneo husika? Sahihi. Swali zuri sana. Ni kwamba maji katika mwili wa mwanadamu yanakuwa yanafanya kazi zake kutokana na kiungo husika, namna kinavyohitaji hayo maji. Kwa mfano tumesema 85% ya maji inapatikana katika sehemu ya dimaghi, ubongo wa mwanadamu. Ubongo wa mwanadamu umeambatana na vitu ambavyo vinavyoitwa nukhau shauki. Nukhau shauki ni huu uti wa mgongo ambao unakwenda kuungana katika ubongo wa mwanadamu, ambapo ndani yake kuna vitu vinaitwa aslaku telegrafia. Aslaku telegrafia ni zile nyaya au mishipa iliyopita ndani kabisa ya ule uti wa mgongo ikaja kuungana na ubongo huku nyuma. Ndio. Sasa katika nukhau shauki kuna vitu vinavyoitwa asailud dimaghi. Sailud dimaghi ni urojo, yani ulivyo kama uji jinsi unavyouona. Upo katika uti wa mgongo na upo umekwenda moja kwa moja mpaka katika ubongo wenyewe wa huyu mwanadamu. Sasa miongoni mwa kazi zake ni kuchukua umeme kupeleka katika ubongo wa mwanadamu na miongoni mwa kazi zake ni kuulinda ubongo kutokana na madhara ambayo yanaweza kuja kuleta athari katika mwili wa mwanadamu. Kwa mfano, hata mwanadamu akiwa anaumwa mathalan, akaenda hospitalini akachomwa sindano, basi kufika katika ubongo huwa inachukua muda, kwa sababu nukhau shauki, kwa maana ile asailu ad-dimaghi, yani ule urojo katika ubongo, cha kwanza huwa unahitaji kuhakikisha
hichi tunachotaka kupeleka katika ubongo ni salama kwa ajili ya ubongo? Ndio sasa unafanya utahakiki pale, ukihakikisha kwamba ni salama, unaruhusu sasa ile inakwenda katika ubongo, inafanya kazi zake. Lakini ikibaini kama ni tatizo, ina block pale, inaziwia, kwa maana ile sumu isiende kuleta athari katika ubongo. Ndio utaona mtu kama akinywa sumu au kagongwa na nyoka, sumu inakwenda, maana yake inakwenda kupambana na zile asailu ad-dimaghi. Zikishindwa nguvu sasa, ndio ile sumu inapenya, inafanya kazi yake, mtu anafili ya mbali, habari yake inakuwa imekwisha. Kwa hiyo ndio maana huu ikawa ina 75%. Ni aina ya urojo unafanana kama uji jinsi ulivyo, una kazi kubwa mno katika maisha ya huyu mwanadamu. Waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy. Inshallah. Na shukrani sana mwalimu kwa darasa zuri. Lakini sasa hapa pia ninalo swali lingine kutokana na maelezo niliyoyapata. Tumeona katika somo lililopita la tuliposoma ubongo na yale mawimbi namna yanavyoweza kwenda kupangia taratibu wa mwanadamu kulala. Tukaona delta, theta, gamma na tukaona na zile alfa na beta. Tukaziona kwamba hizi zikawa kwamba zina uwezo wa kwenda kwa utaratibu. Sasa swali ni kwamba ili ziweze kwenda zinahitaji sana kiwango haswa inahitaji sana kiwango cha maji kiwe vizuri, kwa sababu ya zile sailu ad-dimaghi, yani ule urojo ndo haswa unahitajika. Kama hakuna ule ni shida. Kwa hiyo mtu ambaye anakuwa ana upungufu wa kuwa na maji, usingizi unaweza shida. Usingizi unaweza ukawa shida, lakini kadhalika kumbukumbu inaweza ikawa tatizo, lakini kadhalika hata uelewa unaweza kuwa kama wakuku vile vile. Ni shida pia. Inshallah, shukrani sana. Asante.